Neno nataka niombe kwa kumwalika Mungu kwa ajili ya neno. Funga macho yako niweze kupata kuomba. Asante mtakatifu wa takatifu, Jehova, ninakubariki na kuinua na kutukuza Bwana kwa sababu ya uaminifu wako, kwa sababu ya matendo yako. Umetufanya kuwa hai leo ili kwamba tukaweze kukuabudu, tukaweze kutukuza. Jehova, ninakubariki Bwana, unaweza. Baba, nikiwa nimesimama katika madhabahu hii, napungua ili wewe ukaongezeke. Karibu Roho Mtakatifu katika neno Bwana, kaniongoze, kanitumie kama upendavyo mwenyewe. Nisiweze kuongeza wala kupunguza, na wala nisiyanene yaliyo yangu, bali yanayotoka kwako. Bwana, chukua nafasi ukajidhihirishe. Acha ukatembee katika uweza mkuu. Nakutukuza Bwana kwa sababu katikati yetu, na ni kwa jina la Yesu tunakuomba. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi nataka tuingie moja kwa moja katika ujumbe wetu wa leo. Na naomba Mungu akusaidie kuwa makini sana mpaka tutakapoweza kumaliza ujumbe huu. Kitu ambacho nataka nikuombe wewe ambaye umekaa katika kiti, naomba Mungu akusaidie uwe makini, tena uwe askari wa jirani yako. Ukimwona ameanza kusinzia, mwambie si wakati wa kusinzia. Wacha asinzie jioni, wakati wa kulala sio sahihi. Amen. Unapata wapi hiyo nguvu ya kusinzia kwenye kipindi kama hiki cha neno? Neno ndio uzima, ndio kila kitu, na neno ndio kitu ambacho unatakiwa kukitegemea sana katika maisha yako. Kwa hiyo kama utaweza kusinzia, mimi nitakuwa binafsi na kushangaa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nataka uwe makini pia, maashas muwe makini. Watoto wasipite, watulie. Kunao watoto ambao ni wakubwa, wasi watoto ni vijana tu. Kwa hiyo ni vizuri wakae wasikize neno, ili sote tukaweze kuhudumiwa katika neno hili. Na leo nataka Mungu anisaidie kuongea ama kufundisha. Nataka nifundishe watu wa Mungu siku ya leo juu ya kuondoa mazoea. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nikawa naomba Bwana akanipa hili neno, na akawa ananiambia watu wangu, kanisa langu, watu watoke kwenye mazoea. Nikawa najaribu kuchunguza sana nikitafakari, lakini nikaja nikagundua kumbe mazoea yanauondoa uwepo wa Mungu ama utukufu wa Mungu. Nikaja nikagundua kumbe mazoea yanaweza kumfanya mtu akakosa kile ambacho ametafuta kutoka kwa Mungu. Mazoea yanaweza akasababisha mtu kule kumzoea mtu na kumwangalia jinsi alivyo, na yani kule kukaa katika hali ya kumzoea kunaweza kukusababisha wewe ukakosa kumwona Mungu, ukakosa kupata mahitaji yako. Sema amen. Kuna mtu mmoja katika maandiko anaitwa Yesu Kristo, mwana wa Mungu, na tunaona kwamba katika mji aliozaliwa Yesu Kristo, tunaona kwamba watu hawakuweza kumwona. Si wengi, wachache sana waliweza kuiona miujiza ya Yesu. Ni kwa sababu walikuwa wameweka mazoea kwamba ni mtoto wa seremala, amezaliwa tukiwa tunamwona. Sasa ile kwamba ni mtoto wa Yusufu, mtoto wa seremala, ilisababisha Yesu hakuweza kujidhihirisha kwa ukubwa sana katika mji aliozaliwa. Hakuweza kutenda mambo mengi ama kufanya kazi kubwa ya Mungu katika mji aliozaliwa, kwa sababu watu walikuwa wanamtambua kama mtoto wa seremala. Hawakuweza kumpokea kama Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliyetumwa kwa ajili ya kuokoa ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nataka siku ya leo Mungu atusaidie watu wa Mungu kuelewa, na kanisa la Bwana lirudi katika nafasi ya kwanza. Kama vile nyakati za Biblia, kunao watu ambao walikuwa wakitetemeka sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nyakati za Biblia, na hii roho ya mazoea ambayo ninaiongelea hapa ni roho ya mazoea kupitia watumishi wa Mungu. Amen. Mungu alimuumba mwanadamu na akamweka katika ulimwengu huu kusudi akaweze kumwakilisha Bwana. Mimi nikiwa katika madhabahu hii nimesimama kwa niaba ya Bwana, nikiwakilisha ufalme wa mbingu. Kile ambacho Bwana labda angependa kuongea na watu wake siku ya leo, basi Mungu ataongea kupitia mwanadamu aliyemsimamisha, ambaye ni mtumishi wake. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Nyakati za Biblia watu walikuwa wamejawa na kutetemeka
wamejawa na hofu. Na ndio maana tunaona ya kwamba kila ambaye alikuwa akienda kwa mtumishi wa Mungu kwa ajili ya kuuliza jambo lolote, kwa ajili ya kuongea na watumishi wa Mungu, unakuta walienda kwa heshima iliyo juu sana, na walienda kwa kutetemeka, walienda kwa hofu, wakimhofu Mungu anayekaa ndani mwake. Na kwa sababu hiyo tunaona kwamba watu walikuwa wanaweza kupata kujibika kwa urahisi. Wanaenda wanauliza neno kutoka kwa Bwana, Bwana anawajibu pale, na kile ambacho wanatafuta ama wanahitaji wanatendewa. Lakini leo, kanisa la leo limeingia kwenye mazoea, na kwa sababu limekaa katika hali ya mazoea, wamekosa kumwona Mungu. Kwa uchache tunamuona Mungu, lakini nataka nikwambie kwa kiwango kile ambacho tumeweza kushuhudia Mungu akifanya mahali hapa, ana uwezo wa kufanya zaidi ya vile amefanya kama tutatoka kwenye mazoea. Sio kama naongea na mtu. Amen. Haleluya. Kwa hiyo mazoea inaweza kunifanya mimi nikakosa muujiza, inaweza ikanifanya mimi nikakosa hitaji ambalo limeweza kulitafuta kwa Mungu kwa siku nyingi. Nataka nikwambie, Mungu hahitaji mfungo wako ndio akujibu maombi. Bwana Yesu asifiwe. Bado unasema kwamba ukifunga sana Mungu anakujibu, si hivyo. Watu walikuwa naenda kuuliza neno kutoka kwa Bwana, na hatuambiwi wanaambiwa chukua maombi siku kadhaa. Wanaenda kuuliza na wanapata majibu pale pale, kwa sababu wamekaa katika hali ya kumhofu Bwana, ya kunyenyekea kupitia wale watumwa ama watumishi ambao wamewekwa. Na kwa sababu tumekaa katika hali ya kuimazoea, ndio maana mara nyingi Mungu ameshindwa kutembea na watu, ameshindwa kufanya mambo makuu ambayo aliyafanya nyakati za Biblia. Sema amen. Haleluya. Naenda pole pole, nataka unielewe, twende tutaelewana tu pole pole. Bwana Yesu asifiwe. Mahali hapa anaweza akaja mgeni hapa tayari hapa kanisani. Mgeni anaweza tokezea na akaja akasema, nimesikia kwamba Mungu yupo mahali hapo na anaonekana anatenda makuu, na mimi naenda nikamuone Bwana ili anikumbuke na mimi. Na cha ajabu kwamba mgeni yule anakuja, anapiga magoti pale, aidha amepata mtumishi wa Mungu ama hakupata, lakini amesikia kwamba Mungu yuko mahali hapa, anakuja anapiga magoti na anaenda pale, anaenda kukuta muujiza ama kile ambacho anatamani anaenda kukikuta. Halafu utakuta kwamba kuna mwingine amemaliza miaka ya kuhesabu na bado hajamuona Bwana. Lakini mgeni anapokea. Bwana Yesu asifiwe. Kinachosababisha huyu ambaye yuko hapa asipate na huyu ambaye amekuja ni mgeni anapata ni nini? Ni kwa sababu anakuja na ile hofu ya Mungu, anakuja na ile imani yote kwamba nimesikia Mungu yuko mahali hapo na mimi naenda nikakutane na Mungu. Na kwa sababu amekuja katika hali ya kujitenga na mazoea, akija anapata muujiza kuliko yule ambaye amekaa hapa. Kwa hiyo nataka kanisa muweze kufikia mahali, nataka Mungu atusaidie katika hii nyumba ya Bwana kufikia huu mwaka. Mungu atusaidie sana, tujitahidi tuepukane na mazoea ili tuweze kumwona Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa nitaongea vitu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu nimesema ni mazoea, ondoa mazoea kupitia watumishi wa Mungu ama mtumishi wa Mungu. Kwa sababu gani tuondoe mazoea kupitia mtumishi wa Mungu? Mtumishi wa Mungu ambaye amewekwa kwa ajili yako amepewa ufunguo wa kukufungulia. Na unaweza kuwa unatumika mahali fulani, unaweza kuwa wewe Mungu pia anakutumia mahali fulani, na hata ukiomba unakuta miujiza inatendeka. Lakini wewe mwenyewe ukitaka Mungu aonekane, lazima kuna mtu asimame kwa ajili yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Huwezi sema kwamba mimi nikiomba Mungu ananisikia tayari hivyo, na hapana, haijatosha. Kuna kitu. Sasa nataka nikufundishe ili uweze kumwona Bwana, na kama utafuatilia utaanza kumwona Bwana kwa ukubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Na kile ambacho kinafanya watu wanakaa katika mazoea ni kitu fulani, nitakuonyesha. Kila mtumishi wa Mungu, leo nafundisha, leo nimekuwa mwalimu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kila mtumishi wa Mungu ana vitu aina mbili.
Nimekwambia nitafundisha na usilale. Amen. Kila mtumishi wa Mungu ana vitu aina mbili. Cha kwanza kinaitwa uungu. Ule uungu, ile kwamba anasimama katika utumishi kumtumikia Bwana na humwita Mungu akaonekana akajidirisha kwa watu wake akawatendea mambo makuu. Kuna kitu kinaitwa uungu. Hicho ni cha kwanza, number 1. Number 2, kuna kitu kinaitwa ubinadamu. Sema amen. Sema ubinadamu. Ubinadamu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu kinaitwa uungu na kuna kitu kinaitwa ubinadamu. Amen. Na labda unaweza usikubaliane na mimi, na kitu tutakubaliana, maana tutaelezana mpaka tutapatana. Bwana Yesu asifiwe. Hata Yesu Kristo ambaye ni mwana wa Mungu aliyetolewa kama sadaka kwa ulimwengu, bado alikuwa na asilimia kabisa ya kwamba yeye ni Mungu au ni mwana wa Mungu, ametoka juu. Lakini pia kuna percentage fulani ambazo alikuwa kama mwanadamu. Na ndio maana kuna wakati Yesu aliona njaa. Amen. Kuna wakati Yesu alihuzunika, kama vile ambavyo wewe huzunika, kama vile ambavyo usikia njaa. Kwamba kuna kiwango alikuwa Mungu na kuna kiwango alikuwa mwanadamu. Sawa? Lakini mara nyingi, bahati mbaya, watu wengi wanaposimama na kumtazama mtumishi wa Mungu hutazama, na mara nyingi wanatarajia sana ule uungu. Lakini palipo na uungu, ubinadamu upo. Amen. Haleluya. Labda nikisema ubinadamu kutafsiria ili uelewe zaidi, madhaifu ama udhaifu. Hakuna mtu, hata wewe ambao uko hapo, una udhaifu wako. Mtumishi wa Mungu ambaye anatumika katika ufalme wa Bwana pia ana uungu, maana yake madhaifu fulani. Mara nyingi watu inapofikia hali ya ubinadamu ama inapofikia mahali kwa udhaifu, watu huacha kutazama ule uungu wakatazama udhaifu. Na wakati mwanadamu anatazama udhaifu, hapo ndo anafikia mahali kwa kuingia katika mazoea. Hamtambui tena kama mtumishi wa Mungu. Na hata kama anajua ni mtumishi wa Mungu, lakini kuna ile hali ya kwamba amemzoea kiasi ya kwamba anaweza sema kwamba wacha niende kwa pastor, niende nichape story na yeye. Ukiona mtu anasema wacha niende nikachape story, kitu cha kwanza huyo mtu ameweka mazoea. Halafu heshima hana. Watumishi wa Mungu si watu wa kuzoeleka. Huwezi sema kwamba sasa naingia Ikulu nataka nikachape story na rais. Ukienda pale ni wewe una agenda ya kumwambia ni mambo fulani unataka kuyafanya, unahitaji labda msaada fulani, sio kwenda ukakae na upige porojo. Unapofanya hivyo, anaweza kuwa kabisa huyo mtumishi wa Mungu hatima ya maisha yako imewekwa kwake. Lakini kwa sababu ya ile mazoea ambayo umeiweka ndani mwako, hautaweza kuona ule muujiza ambao Mungu alikuwa ni aufanye kwako. Maana ambaye ni atumike kwa ajili yako ili ufike pale mahali ni yule ambaye umemzoea. Hata ukikaa unamuona kama ni ndugu yako, unamuona kama rafiki yako. Na ndio maana kunaweza kuwa kuna kitu kikubwa ambacho nikifanyike, lakini kwa sababu ya mazoea ukakosa kuona kila kitu. Ndio maana Yesu alikuwa na uwezo wa kufanya makubwa katika mji aliozaliwa, lakini kwa sababu ya yale mazoea na kumtambua kwamba ni mtoto wa mahali fulani, hawakuweza kuona ule ukuu wa Mungu kupitia Yesu. Na Yesu aliweza kwenda kufanya mambo makubwa katika miji mingine si kule alikozaliwa. Mahali hapa Mungu ametuletea, tukoona kanisa hapa. Unaweza ukaja wakati wote ukapiga maombi, ukasema wacha nikatafute Mungu. Lakini cha ajabu ni kwamba unaweza kuta watu wanasema wacha tukapige story. Wanapiga story wapi? Kanisani. Nyakati za Biblia watu walikuwa wakiingia kanisani wanaingia kwa kutetemeka. Wanaingia wakijua, nasema tunaingia mahali patakatifu. Mungu hushuka akahudumia watu wake. Na kwa sababu ya ile hofu ya Mungu na kule kutambua kuwa Mungu, walikuwa wakiingia hawatoki vile walivyoingia, wanatoka wakiwa wamefunguliwa.
Lakini ni kwamba unaweza ukaja ukapiga story, ukapiga gumzo, labda mkachapa story za wengine, mkasengenya wengine. Kuna wakati utakuja piga goti hapo na muite Mungu na hata onekana, lakini kwa wengine haonekani. Kwa sababu wewe umepashukulia kama mahali ambapo unaweza ukaja ukafanya chochote kile na ukaenda. Hauwezi kumuona Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Na nikiongea hivyo, wale wa hapa Masangoni wana bahati sana. Wengi washirika wengi ni wa karibu hapa. Wako karibu kabisa na kanisa. Lakini unaweza kuona mtu wa mbali, ametoka mbali, amekuja amerauka, yeye ndio amekuwa kwanza kuingia kanisa na ametoka mbali. Lakini kuna mtu wa karibu anaingia saa 4, kuna mtu wa karibu ameingia saa 3:30, kuna mtu wa karibu ameingia saa 5. Ni nini kinafanya hivyo? Na ibada inaanza saa 3. Mazoea. Kwamba si bora nifike. Na ndio ona watu wengi wanasema nilipoingia mahali hapa nikatendewa muujiza, kwa sababu alikuja katika hali ya kutambua ukuu wa Mungu, kutambua uwepo wa Mungu, na kwa sababu hiyo Mungu alijidhihirisha kwake na akampa hitaji. Sasa najiuliza, mbona Mungu ametenda kwa huyu, mimi hajatenda? Jiulize ni nini unafanya. Nataka tusome katika kitabu cha Hesabu 12 mstari wa kwanza. Hesabu 12 mstari wa kwanza. Nitaongea habari za mtu mmoja ambaye anaitwa Musa. Nitamwongelea mtumishi wa Mungu ambaye ni Musa, ambaye leo tuko katika kufundisha kuhusu kuondoa mazoea kwa watumishi wa Mungu. Sasa hapa tutamwangalia mtumishi wa Mungu Musa ambaye amepewa maono ya kuwaongoza wana wa Israeli, lakini pia tutaangalia watu wawili ambao ni Miriam na Haruni. Tuone ni kitu gani, kuwaje wakiwa na Musa, ili kuwaje, na tutakuja kugundua kwamba tutaona kuna kitu kinaitwa mazoea ambao walikuwa wamekiweka ndani mwao kupitia mtumishi wa Mungu. Tasoma. Nasema, kisha Miriam na Haruni wakamnenea Musa kwa sababu ya mwanamke Mkushi aliyekuwa amemuoa, maana alikuwa amemuoa mwanamke Mkushi. Wakasema, je, ni kweli Bwana amenena na Musa tu? Hakunena na sisi pia? Bwana akasikia maneno yao. Basi huyo Musa alikuwa mpole sana zaidi ya wanadamu wote waliokuwa juu ya uso wa nchi. Bwana akanena ghafla na Musa na Haruni na Miriam na kuambia, tokeni nje ninyi watatu, mwende hemani mwa kukutania. Basi hao watatu wakatoka nje. Bwana akashuka katika nguzo ya wingu, akasimama pale malangoni pa hema, akawaita Haruni na Miriam. Nao wakatoka nje wawili. Kisha akawaambia, sikizeni basi maneno yangu, akiwepo nabii kati yenu, mimi Bwana nitajifunua kwake katika maono, nitasema naye katika ndoto. Sivyo ilivyo kwa mtumishi wangu Musa, yeye ni mwaminifu katika nyumba yangu yote. Kwake nitanena mdomo kwa mdomo, maana waziwazi, wala si kwa mafumbo, na umbo la Bwana yeye ataliona. Mbona basi hamkuogopa kumnena mtumishi wangu huyo Musa? Hasira za Bwana zikawaka juu yao, na yakaenda zake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka tuangalie hawa watu wawili. Hapa kuna watu watatu. Kuna mmoja ambaye ni mtumishi wa Mungu ambaye ni Musa, lakini pia kuna watu wawili ambaye ni Miriam na Harun. Miriam na Harun, maandiko yanasema ya kwamba wakamnena Musa. Lakini kwa nini wamnene? Kwa sababu kuna ubinadamu. Ndio maana nimesema ya kwamba kuna uungu na ubinadamu. Katika hali ya ubinadamu tunaona kwamba Musa alikuwa amemuoa mwanamke mwingine Mkushi. Kwa hiyo katika hali ile ambayo walikuwa wameiona, ikafikia mahali wakamuona Musa kwamba huyu hata amekuwa mtu wa kawaida, si mtumishi wa Mungu tena.
kulingana na kile ambacho kitendo kimefanyika, waliona kama Musa kwamba hafai, na wakamwona Musa kwamba yeye ni mtumishi wa Mungu, lakini Mungu pia hata wao anawatumia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kilichosababisha hawa watu wanungunike ni ubinadamu uliokuwa umeingia kwa Musa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ikatokea Mungu kakupa nafasi ya kukaa karibu na mtumishi wa Mungu, inatakana uwe makini sana. Amen. Inatakana uwe makini sana, kwa sababu kuna wakati yeye ni mwanadamu, atakuwa katika ama madhaifu fulani. Wewe Mungu amekuweka pale ili kusudi udhaifu ambao uko kwa huyo mtu wa Mungu usipate kuonekana kupitia wewe. Sio kama unanielewa? Mungu amekuweka mahali ambapo kunaonyesha udhaifu kwa mtumishi wa Mungu, wewe usimame katika nafasi na uzibe ule udhaifu. Na labda unaweza ukashangaa, ni wanafunzi peke yake wa Yesu ndio walijua Yesu huwa analala. Mbio zile unaweza sema Yesu alikuwa analala, lakini wanafunzi peke yake ndio walimuona Yesu akiwa analala, na wanafunzi peke yake, tena wale watatu, si wale wengine wote, wakamuona Yesu akiwa katika hali ya huzuni. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Tena kulala kwake si kwa kawaida. Jamaa amelala kwenye boat, wako kwenye bahari, mpaka bahari ilichafuka na maji yakaingia kwenye boat. Lakini jamaa hata ile kwamba nguo zake zimeloa hayumo, maana yuko kwenye usingizi. Lakini hakuna mwingine yeyote ambaye alijua Yesu huwa analala. Hiyo ilionekana kwa wale waliokuwa karibu naye kwamba huyu anawakilisha kama Mungu, lakini pia ni mwanadamu, maana amefikia mahali amelala. Imagine hata maji yamejaa kwa boti, lakini bado haelewi, yuko kwa usingizi. Lilijulikana na wanafunzi peke yake. Ukipata nafasi ya kuwa karibu na mtumishi wa Mungu, kuna wakati utamuona katika madhaifu fulani, kwa sababu kuna ubinadamu ndani mwake. Wakati Mungu amekuweka na umeona ubinadamu, inatakiwa usimame katika nafasi, sio kusimama kwa kumpiga, sio kusimama kwa kumwongea vibaya, sio kusimama kwa kumsimanga. Sasa hawa wamemwona Musa ameoa mwanamke Mkushi. Maandiko yanasema ya kwamba, je, huyo Mungu anaongea na Musa peke yake? Kwani haongei na sisi? Lakini sikiza, maandiko yanasema mtu huyo Musa alikuwa ni mpole sana kuliko wanadamu wote walio nchi ya nchi. Iko katika hiyo nchi, juu ya nchi. Yaani wakati mwingine watu wanaona, badala kuangalia ule uungu ambao umekaa ndani mwake, kuangalia yale mafuta yamewekwa na Bwana, kuangalia zile kazi ambazo Mungu anazifanya ndani mwake, wanatafuta udhaifu mdogo wawe sababu ya kumpiga huyo mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu sasa. Wakati wakiwa wanaongea hayo, Biblia inasema kwamba hata Musa hakujua kwamba kuna kikao kinaendelea chini juu yake. Lakini Mungu akasikia toka mbinguni na akaja. Alivyokuja, maandiko yanasema ya kwamba Mungu alikuja akiwa amekasirika, akiwa na mwenye ghadhabu, na akaja akaongea na Musa, kumwambia haraka sana twende kule katika hema. Twendeni kwenye madhabahu, nataka kuongea na nyinyi. Twende kule kwenye madhabahu, nataka kuongea na nyinyi. Musa akashindwa, kwani Bwana mbona amekuja haraka na hakuniambia, na mbona amekaa amekasirika? Haelewi. Lakini alipofika pale, sikiza maneno ya Mungu, anaongea maneno mazuri. Anasema, sikizeni enyi Miriam na Haruni, kukiwepo nabii mahali popote. Hata kama Mungu anakutumia kwa unabii, unaota ndoto, unaona maono, unafunuliwa vitu, anasema kukiwepo nabii kati yenu, mimi Bwana nitajifunua kwake katika ndoto na katika maono. Lakini kwa mtumishi wangu Musa niliyempa maono, kwake nitanena wazi wazi, mdomo kwa mdomo. Kwa maana huyo mtumishi wangu mnayemuona kwamba ana madhaifu haya, basi ni mwaminifu katika nyumba yangu yote. Haleluya, haleluya, haleluya. Anasema ni mwaminifu, nimeuona uaminifu wake. Najua mimi Bwana kwamba yeye kuna madhaifu mahali fulani, kuna binadamu, lakini nimeona uaminifu wake. Swali ni nyinyi, mbona hamkuogopa? Amen. Haleluya. Sasa na tunarudi pale kwa mazoea. Kama
waliendelea kusimama na kuendelea kumwona Mungu juu ya Musa, kwa sababu Musa wakati akitumwa Misri alifanywa kuwa Mungu kwa Farao. Mungu anamwambia nitakufanya kuwa Mungu mbele za Farao. Yaani kwa maneno utakayoyanena itakuwa si wewe, ni mimi nikinena. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini sasa hawa watu wakaacha kumwangalia kama mtumishi wa Mungu, wakaacha kuangalia yale mafuta, wakaacha kuangalia zile kazi ambazo Mungu amezifanya kupitia huyo mtumishi, wakaangalia, wakafikia mahali wakamweka kwenye kitengo cha kumzoea. Maana tumezoea tunakaa naye, akienda mlimani lazima aje kwetu, akishuka ndio wa kwanza. Sasa ile ya kwamba Musa anaweza akaja akawaketisha kusema Bwana anasema hivi, imefikia mahali wamezoea hata hawatetemeki tena mbele za Mungu. Na kwa sababu hatatemeki ndio wanatafuta makosa. Amen. 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 Wanatafuta njia kwamba huyu mtumishi wa Mungu siku hizi ameishiwa, hana Mungu tena. Nani alikwambia ameishiwa? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Yesu kuna wakati akiwa katika bustani inayoitwa Getsemane, maandiko yanasema kwamba akahuzunika, akasononeka. Lakini akitokezea kwa watu wengine wanaona tu miujiza, baraka, wanaona tu ushindi, wanaona tu kufufuliwa, lakini ile kwamba hufikia mahali akasikia uchungu, akasikia kughadhabika, hawajui. Hiyo ilikuwa inajulikana na Petro peke yake na yule Yohana, wale wanafunzi watatu ambao walikuwa ameenda nao katika ile bustani inaitwa Getsemane. Hao ndio waliona uchungu wa Yesu. Wakajua kumbe kuna wakati Yesu ukasirika na udhaifu. Yesu ufikia mahali ubinadamu ukamwingia, akawa na hasira. Na ni kweli, alipoingia kwenye ile hekalu aliwachapa viboko. Kwa nini anawachapa viboko? Hasira imemwingia, amesikia kughadhabika. Kwa nini nyumba ya Mungu inafanywa hivi? Hakuweza kuvumilia, akawatandika. Amen. Sasa tunapoingia katika swala la udhaifu, ndo watu hapo huchukulia hapo na wakaingia mahali wa kumkagua, ama wakaingia mahali ya kumzoea mtumishi wa Mungu. Na wakati umefikia mahali ya kumwona pasta wako kama wewe, kama mtu wa kawaida ama mtumishi mwingine yoyote, hapo ndo umekosea, umekwama. Bwana Yesu asifiwe. Umekwama, hauwezi kumwona Mungu. Na bahati mbaya wengine utakuta kabisa labda wamekuwa ni wale watu wa kuongea maneno, kusengenya, mpaka inafikia wakati labda mtumishi wa Mungu inamfikia, anajua kabisa kumbe mtu fulani kazi yake ni kuniongea vibaya. Halafu kesho unakuja unamwambia pasta, niko na shida, nataka utamke neno. Kutamka tatamka, lakini ukweli ni kwamba kama ndani yake amefikia mahali akasikia umemgusa, wacha nikwambie, moyo wake ukipiga fundo hakuna chochote unapokea. Hakuna kitu chochote utakipata. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Moyo wake ukiwa na furaha, hata asipokuambia, asipokutamkia maombi mengi, bora amekwambia umebarikiwa, juu umebarikiwa, toka pale na amani. Sema amen. Hana anatamkiwa na Eli, anaambiwa ya kwamba enenda na Mungu akupe hoja uliyoiomba. Maandiko yanasema kwamba Hana akanyanyuka na furaha, akasembea akiwa na raha, na maandiko yanasema kwamba uso wake haukukunjamana tena. Sasa Hana, uso wako haukunjamani, haulii tena. Kwani umepata picha ya kwamba venye ametamka tayari kuna kitu kimeumbika? Hana alijua madamu ni mtumishi wa Mungu, ametamka mimi naenda na muujiza. Na hivyo ndivyo ilivyotendeka. Maandiko yanasema kwamba alipoenda Hana akapokea baraka za mtoto. Amen. Haleluya. Hao watumishi wa Mungu Bwana aliwaamini, na katika kuamini akawaweka ili wamuwakilishe. Lakini ile kwamba tunaweka hali ya kuwazoea sana, mara nyingi wapenda, tumekwama. Hatuwezi tukaona miujiza, hatuwezi tukaona baraka.
Wacha nikwambie, Elia alikuwa mtumishi wa Mungu kama mimi nilivyo mtumishi wa Mungu. Si kwamba Elia alikuwa na damu ya green. Si kwamba Elia kwa sababu jina la Elia ana vichwa vitatu. Hapana. Alikuwa na miguu miwili. Tena Elia sana sana alikuwa anatembea kwa imani. Na kuna mambo makuu, anasimamisha mvua tena anasema mvua haitanyesha kwa jina langu. Si Bwana. Si Bwana. Kwa sababu amemwamini Mungu, amekaa katika nafasi ya Bwana, pale mahali amemweka Mungu, amemweka pale, anatamka kwa ujasiri, hivi ndivyo itatendeka, maana mimi Elia nimesema. Na maandiko yanasema kwamba mvua ikakatika. Aliyekata mvua si Mungu, aliyekata mvua ni Elia. Wamepewa uwezo ya kwamba wanawaza wakatamka vitu na vikatendeka hapo hapo. Na hatuwezi kuona huo muujiza kama bado tutabaki na kuwaona jinsi walivyo. Unaweza ukawa umeona kama mtumishi wa Mungu labda amekupita kimo, ukasema yule naye hata ni mfupi sana, yule atanambia nini? Anaweza kuwa mtumishi wa Mungu labda hana elimu kama wewe ulivyo na elimu, lakini huyo Mungu kamwamini, ndio maana kamweka katika madhabahu. Sasa huyo pamoja na elimu yote ambayo mwanadamu Mungu amekupa, ama umesaidika, umesoma, uko nayo, bado unahitaji mtu asimame afungue ndio uweze kupata ule mbaraka. Sema amen. Haleluya. 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 Kwa hiyo ni vizuri sana ukawa mtu wa kunyenyekea. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Kunalo andiko pale katika Kutoka kama sikosea 17:8, utajisomea mwenyewe. Kutoka 17 mstari wa 8, pale tunapata habari za Musa tena. Musa akiwa anaenda kupigana na Waamaleki. Joshua akawa ameagiza kwamba atafutiwe watu ambao watasimama ili wawapigane na Waamaleki. Na Joshua ndo akapatikana ili aende vitani apigane na Waamaleki. Na Musa akasema, kesho wakati wa vita mimi Musa nitapanda juu ya kilima kile, na ile fimbo ya Bwana nitakuwa nayo mkononi. Sema amen. Maandiko yanasema kwamba Musa akapanda mlimani, na alipopanda mlimani, wakati Musa anainua fimbo yake juu, Biblia inasema kwamba Waamaleki walikuwa wanatandikwa vibaya. Kumbuka kwamba Joshua ndio ameenda vitani, lakini Musa yuko mlimani kuinua fimbo. Kwa sababu ni kupitia fimbo ya Musa ndio vita kule vinafaulu. Umeelewa? Sasa Musa wakati fimbo ameinua juu, kule Joshua anawatandika, anawaua. Wakati Musa fimbo yake akishusha chini, Waisraeli ndio wanakufa, wanatandikwa vibaya. Lakini Biblia inasema kwamba kukawa na Haruni na Huri. Sema Haruni na Huri. Haruni na Huri walikuwa karibu na Musa. Wakati Musa yuko kule kilimani, walikuwa karibu na yeye. Biblia inasema kwamba walipoona kwamba Musa mikono yake imelegea, maana amechoka kuinua, ilibidi wamsapoti ili Waisraeli washinde. Ikabidi watafute jiwe wamletee alikalie. Baada ya kulikalia, maandiko yanasema ya kwamba Haruni na Huri wakashikilia mikono ya Musa, mmoja upande huu na mwingine upande huu, wakaitegemeza ili ithibitike mpaka vita vishe. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sasa angalia, ukumbuke kwamba aliyekuwa ameinua fimbo ni Musa, na aliyeshikilia mkono ni Huri na Haruni. Kwa hiyo kama pengine Musa ilikuwa ananuka jasho, aliyekuwa anasikia hiyo harufu ilikuwa ni Haruni na Huri. Joshua yuko kule vitani, hajui kinachoendelea. Yeye anajua tu Musa ni mtumishi wa Mungu, amepakwa mafuta, na yeye ameinua fimbo, na mimi huku vita na vitengeneza, alikuwa ninapiga kupiga. Lakini ile kwamba kuna Huri na Haruni wanahisi, yani kwa ujue ameinua hivi, na hao sasa ndio wamemshikilia. Kwa hivyo kama ilikuwa huku haja shape, aliyeona ni Haruni na Huri, si Joshua. Kama alikuwa ananuka jasho, ananuka kwapa, aliyesikia hiyo harufu ni hawa wawili. Wale wengine
Ndio maana nimesema kuna uungu na kuna ubinadamu. Wakati umeona ubinadamu, kazi yako ni kumsaidia kuinua fimbo, mikono ithibitike, fimbo iwe juu, ili tufanikiwe kwenye vita. Sio kwenda kutangaza hata haogi, hata hajui vijembe vinatoka wapi. Hapana, ni wewe usimame umsaidie kuthibitisha mikono ili tufaulu. Na mara nyingi Shetani anapata urahisi wa kutupiga Wakristo, kupiga kanisa, kwa sababu ya sisi wenyewe ndio tumekuwa chanzo cha sisi kupigwa. Maana wachukua siri za vitani, wachukua siri za huduma, wasipeleka kwa watu ambao ni mahadui, ambao hawatakii mema hiyo huduma. Wao wanasema wanapanga hivi, tunapanga hivi, huyo mtumishi hata yuko hivi. Wanapata urahisi wa kupiga. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mambo ya jasho na harufu zote aliyezijua ni Haruni na Huri, na wakatulia. Hatuambii walikuwa na temamate, kwa sababu harufu mbaya inasikika. Ukiwa karibu na mtumishi wa Mungu, kuna harufu mbaya utaisikia. Ukiwa karibu na mtumishi wa Mungu, harufu ya jasho utaisikia. Utasikia hivi, lakini wewe kazi yako ni kumsaidia mikono ithibitike, ili tuweze kufanikiwa katika vita ambayo tunapigana nayo katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Sasa hawa watu wale ambao tumewasoma hapa walikuwa hawana uwezo wa kukaa na kuangalia kwamba huyu ndio ni mtumishi wa Mungu. Tunaona muujiza, maana amefanya kuwa Mungu, lakini pia ni mwanadamu. Ile kwamba ameoa mwanamke Mkushi, kama ilikuwa labda ni kosa, kwa sababu ni kosa amefanya, huyo aliyemwandika kazi, aliyemwajiri hiyo kazi, anajua amefanya kosa, anajua cha kumfanya. Sio wewe utoe hukumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wakati wanaandikiana mikataba ya kwamba kuanzia leo utanitumikia, wewe haukuwepo. Amen. Kazi ya kutandika si yako, Bwana mutandike. Sasa wakati wanasema tandikwe, yeye Mungu anaona kabisa huyu ni mwaminifu katika nyumba yangu yote. Ndio maana ni vizuri uwe makini sana. Kuna siku moja Sauli akiwa anaendelea kuua watu, na ikafikia mahali mpaka anataka ako na barua ya kwamba imepigwa mhuri, ili ndio afanye kibarua sasa. Na siku wa watu tu, yeye kazi yake ni kuua Wakristo. Ghafla anatokewa na Mungu na wanafanya agreement pale na Mungu. Na Yesu anamwambia Sauli, vipi bwana? Mbona wewe unaingia kazi nyingine hapo si yako? Kwani vipi? Kwani unani wewe Bwana? Akamwambia, ni mimi unayeniudhi kwa sababu unafanya kazi ambayo sio. Kwa hivyo walikuwa atakaje, kuanzia leo sitaki uwe hao watu, nataka uwe mapepo. Wakati Sauli akitembea sasa, amekuwa mtumishi wa Mungu, watu walikuwa wanamkimbia sema muuaji amefika kanisani. Si muuaji. Nyinyi mwamtazama muuaji, lakini Mungu anamuona Paulo aliyebeba neno la Bwana kulipeleka kwa mataifa. Na utakuta Paulo ndo aliandika vitabu vingi sana. Kuna vitabu vingine aliviandika hata akiwa gerezani amefungwa, na bado anaandika kwa wakanisa, kwa wa Korinto, kwa wa Galatia, kwa wote alikuwa anaandika, wengine alikuwa gerezani. Sema amen. Haleluya. Na kama utafikia mahali utaingilia mahali uone udhaifu, alafu huku unahitaji ambalo unataka yeye asimame kwa ajili yako, huwezi pokea rafiki yangu. Huwezi kupata. Huwezi. Kwa leo nimekuja kukufundisha kwamba Mungu akanipatia hili neno, waambia watu watoke kwenye viwango vile ambavyo wanawaweka watumishi wa Mungu. Maana hicho ndio kizuizi cha mema yao. Wakati wewe unamwona siye, Mungu anamwona ndiye, maana amemwamini kwa kazi yake. Mambo mengine si yako. Wacha Mungu na yeye wapambane wenyewe, watapigana, watapatana, ni kazi
kazi yao hao wawili walipokutana, wewe haukuwepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nataka tuingie kwenye hatua. Hizi hatua nataka tuende mapema ili nizipeane zote, sababu naona muda unakimbia sana. Sasa kwa sababu tumeona kwamba mazoea, tunapotazama udhaifu unatupelekea sisi kufungika, kutopata mahitaji yetu. Je, tunafanyaje ili uweze kupokea baraka zako au uweze kumwona Mungu kwa maisha yako? Namba 1, tambua kile Mungu ameweka ndani yake. Soma Wafalme wa Pili 4:8 ili uweze kumwona Bwana na Mungu ajidhihirishe kwa maisha yako. Juzi nilikuwa napigiwa simu na mama mwingine, bwanake alikuja hapa, ni yule mtumishi Peter, wao wanafanya kazi pale Tropical. Sasa akanipigia simu, akaniambia pastor, nikamwambia ndio. Akaniambia sikiza, mimi jana nilikuwa napumzika, na kweli alikuwa anapumzika, hata tulienda kwake. Kuna mke mdogo alikuja kutoka Tana River, tunamhudumia pale, maana alikuwa hatembei, haongei, yuko pale. Tangu tumeanza kumhudumia sasa, Bwana ametenda muujiza na anaendelea kuchangamka, anaweza akashika mkono na akatembea, na alikuwa hawezi kabisa. Sasa hiyo siku alikuwa off, lakini akapiga simu na jioni akaambiwa basi huku kumechafuka. Wakubwa pale Tropical kuna wakubwa wengi, kuna masupervisor au manager, si mmoja wala si wawili, utakuta wako wa kuhesabu, kwa sababu ile Tropical ni kama ni hoteli 3 kwa pamoja. Sasa kukawa kuna kikao na kukawa kuna mazungumzo yamefanyika, lakini kati hawa wakubwa mkubwa mmoja kaenda kwa mkubwa ambaye yuko juu yake, manager, akamwambia basi unajua fulani amenipigia simu, ambaye ni huyo mama. Kamwambia huyo mama amenipigia simu, anaitwa Princessa. Akasema Princessa amenipigia simu, akaongea maneno haya na haya, mambo ya hapa hotelini ameongea hivi na hivi na hivi, na pale ni kwamba kama kuna kitu kimeongeleka cha hoteli kibaki pale. Yule manager ambaye yuko pale huwa hapendi vitu za chuchu. Sasa hilo jambo lilikuwa ni bomu ambalo limekuja lilipue, na kazi ilikuwa inaisha. Na kule ametajwa, imethibitika kabisa ya kwamba yeye amesema. Hasa anipigia simu ananiambia kwa hiyo utakaje, sema mimi sijahusika hata jana siku wa kazi, hata sijui kama kulikuwa na mkutano gani, hata sijaongea maneno yote, hata nashangaa ni nini. Nikasema basi hao wamekuset. Ukumbuke pale kuna nafasi ya team leader, kuna supervisor alafu kuna team leader kwa ile department anafanya. Sasa yeye ilikuwa ni kama kuna hiyo fununu ya kwamba yeye anataka kuchaguliwa kuwa team leader, na ukiwa team leader mshahara pia unapanda. Lakini pia kuna wengine pale wako pale wanataka, wengine ambao wako pale wanataka hiyo nafasi wapeane watu wao wa karibu. Huku huyu ameonekana kwamba anafaa yuko hapo tayari apewe, lakini wanataka watoe mtu kutoka nje. Sasa unaona hiyo kazi hasa ikawa ni kusetiwa ili iwe sababu ya kwamba huyu hafai kuwa team leader. Mimi nikamuita Bwana, nikamwambia Bwana, huyu mwanao hajahusika, na lengo ni hili, mpango huu ni kwamba hawa wamtoe kazi. Sasa Bwana, wewe ndiwe mtetezi wake, naomba umtangulie. Alafu kama basi kuna watu wamemseti wamempangia mabaya, basi ubaya uwe juu ya mahadui, si kwake. Nikaomba leo, akaniambia Mungu amekwambiaje? Nikamwambia Mungu amesema yuko pamoja na wewe, wala usihofu, usitatizike. Bwana yuko na wewe. Hakuna mahali unaenda, hakuna atakaye kufuta kazi. Bwana ameniambia paka yeye aseme. Takuaje pasa? Nikamwambia nenda. Akaenda, fika kule akapata kuna kikao. Sasa ndio kwenye kikao pale, ambao haya tuko na kesi na wewe, na leo ni leo. Kajua hapa kibarua kinaanguka. Kaambia sasa wewe kwa nini ulimpigia simu huyu ukamwambia maneno hivi na hivi? Yeye hakuwa na maneno mengi, akasema mimi kwanza jana sikuwepo, nilikuwa ninapumzika. Ningejuaje mlioyaongea mpaka ndo nipige simu niyaongee? Na kama mwenye anasema nilimpigia si yuko hapa, aseme ni wapi nilimpigia. Pale pale akageukia yule manager, haya wewe umesema si jana ulisema ulituhakikishia ni huyu? Akasema mimi nilimtaja huyu. Si huyu, ni mwingine, nilisahau. Si huyu kabisa, ni mwingine. Hata kwanza sikuongea mtu kama, akaambia wewe usinichezee mpaka nimekurecord. Basi si huyu. Akaambia hapo si we.
Sasa ikawa kimewaka, ilibidi anguke miguuni, apige magoti, akinua mikono juu, anaomba msamaha. Huyo manager sasa anaomba manager ambaye yuko juu yake msamaha, nisamehe. Maana anajua kibarua kinakatika, maana ilikuwa ni mtego kwa memseti huyu afutwe kazi. Sasa kimemgeukia ni yeye sasa, kibarua kifanye nini? Kikatike. Ikabidi aombe msamaha mara 10 anaomba msamaha. Sasa baada ya kuwa ametoka pale, anakutana na supervisor. Yule mama anaambia, princess, wewe si Mungu peke yake, ni Mungu alafu ukachanganya na vitu vingine. Yawezekana vipi mpaka unamfanya manager anaanguka chini, apiga magoti, akinua mikono, akiomba msamaha? Wewe mtu wa kawaida, wewe ni Mungu na kidogo. Akasema, mimi ninavyojua Mungu, sijaenda mahali popote. Mimi nilipigia pastor wangu nikamwambia niombe. Asema yezekana lazima amlichanganya. Asema hapana, ni maombi tu. Akasema basi kama ni maombi, sikia ushauri wa mtu ambaye hajaokoka. Kama ni maombi, ni Mungu wako amefanya hivi, haraka sana kimbia kwa huyo Mungu wako ukatoe sadaka ya shukrani. Tunavyojua wewe ulikuwa unaenda. Na kama imegeuka mpaka imegeuki hawa wakubwa, basi kimbia kwa huyo Mungu wako ukampatie sadaka ya shukrani. Haleluya. Alafu akacheka, sema, pastor, pole lakini watu tunakuchosha. Kukiwa na changamoto sisi tunapiga hatari, kwa sababu tunaamini kabisa ukiomba vitu vinafanyika. Kwa hiyo usione, tuvumilie, usione kwamba tunakusumbua. Nikasema na mimi niko radhi hata muniamshe usiku wa saa 8 muniambie kumechafuka, nitaomba. Amen. Haleluya. Wana shuhuda tu nyingi sana. Hata nafikiri mwingine ni mtoto wa mtumishi wa Mungu Mama Kemili. Kule wao wanapiga sana simu, wako kule Malini. Bwana Yesu sana. Wana shuhuda tu nyingi sana. Inawezekana, lakini mpaka utakapotambua. Ndio maana tumesema kwamba tambua kile kimewekwa ndani yake. Ukimwona mtumishi wa Mungu alichopewa si kitu cha kawaida, utapokea muujiza. Hata asipokuambia chukua maombi ya kufunga, madamu amesema enenda na baraka iko juu yako, wewe jua baraka iko juu yako. Bwana Yesu sana. Lakini kama hautambui ni nani, unamwona kama mtu wa kawaida, hata akaja akakuwekea mikono, akachanganya na miguu, akafanya kila kitu, bado utabaki vile vile. Hapa labda utajisomea hiyo 4:8. Ni yule mama Mshunemu anamwongelesha. Biblia inasema kwamba Elisha akaenda Shunemu, na kule alipokuwa akienda katika huduma zake, katika kwenda kufanya huduma, Biblia inasema kwamba kuna mwanamke ambaye Mshunemu alikuwa ametafuta mtoto kwa miaka mingi, ameteseka, anahangaika, ametafuta, amegharamia vitu vingi kwa madaktari, kwa waganga, kusimfai chochote, maana hakupata muujiza. Mpaka ikafikia wakati akasema, basi mimi nakubali kwamba mimi ni tasa, sitazaa. Lakini wakati alipotambua kile kimewekwa ndani ya Elisha, kumbuke kwamba Elisha alikuwa akipita pale anaenda shughuli zake za huduma, lakini akaona na akatambua ya kwamba huyu si mtu wa kawaida. Maandiko yanasema kwamba alipokuwa ametambua pale, akaanza kujenga uhusiano na yeye, akaanza kujenga ushirika na Elisha, na akaanza kumkaribisha nyumbani kwake, akaanza kumpikia kachakula, akaanza kumtengenezea mahali kama amechoka ajituliza, alafu endelee na safari zake. Maandiko yanasema kwamba kule kutambua na kuwa na uhusiano mwema naye kulimfanya apokee mtoto aliyemtafuta kwa miaka mingi kwa waganga, hospitalini ikashindikana. Kwa njia ya kutambua akapokea hitaji lake. Nataka nikuambie ya kwamba chochote kile unachotaka, mume mwema, nyumba nzuri, gari, mafanikio, yamewekwa kupitia mtumishi wa Mungu. Sema amen. Wakati unajenga uhusiano mzuri na yeye, kuna vile ambavyo anatamka, kuna vitu anaweza tamka ukashangaa, na hizo vitu zikaanza kujitokeza kwa maisha yako. Lakini ni kwamba hatujatambua na wala hatuwaheshimu na wala hatujawaweka kama watumishi wa Mungu. Ndio maana mara nyingi tunang'ang'ana, tunateseka. Anakuja mgeni na anakuja anashuhudia kwamba nimekuja kuchukua baraka, nimeenda. Maana nilikuja hapa nilikuwa na hivi. Si nilikuwa shuhudia. Kuna yule mama alikuja hapa akasema, jamani, nimekuja hapa nichukue baraka zangu za mtoto niende. Ilikuwa bado hatujajenga hivi, ilikuwa ile madhabahu nyingine hapa.
ile vibanda kwa tumeunganisha. Akasema mimi nilikuja kwa mtumishi wa Mungu nikamwambia nimekuja kuchukua kazi yangu, na ni kweli hivyo. Ndio wakati nikiwa kule Malindi alisema madhabahu, nikasema nimemfuata Pastor Harriet, maana nimesema kwamba nikija nikikutana na yeye akiomba na mimi kazi niko nayo, nimekuja kuchukua kazi. Na kweli baada ya ibada nilipomwombea alienda akaandikwa kazi kwa serikali, ni mwalimu. Akakaa akapata, akawa anahitaji mtoto, ikawa tumbo imefungika. Nikaja nikatamka, akaenda akapokea. Baada yule mtoto amezaliwa, sasa amepitisha miaka mingi, ni kama tumbo imefungika tena. Akafunga safari, akanipigia, nikamwambia njoo. Alivyokuja alikuja huko, alimfuata huko Masangoni, akasema nimekuja kufuata muujiza wangu, na nikitoka hapa natoka nao. Hivi ninavyokuambia ni mjamzito. Tena mjamzito, ngoja nikwambie, sijui hata ni mwezi wa 5, hata dadake yuko hapa ni shahidi. Kama si mwezi wa 5 huu ni mwezi wa 6, ni mjamzito. Na alisema nimekuja kuchukua mtoto naenda. Na hivyo alivyoenda ndivyo hivyo mwezi uliofuata ndivyo hivyo alishika ujauzito. Hatuko naye hapa, anatoka Marafa, akafunga safari, akaja akachukua baraka za mtoto, akarudi Marafa. Anangoja siku ya kuzaa. Mpaka utakapomtoa kwenye viwango ambavyo umemweka wewe. Ukimwona kama mtumishi wa Mungu mpakwa mafuta ambaye amebeba gari yangu, utapata gari yako. Ukimwona kama mtumishi wa Mungu ambaye mpakwa mafuta ambaye amebeba nyumba yangu, amebeba ploti, utapata ploti yako. Ukimwona kama mtumishi wa Mungu ambaye amepakwa mafuta kwa ajili yako, ambaye amebeba mume mzuri, wampata mume mzuri. Kiwango kile ambacho umemweka wewe ndio kinakusuia wewe kupokea muujiza. Haleluya, haleluya. Mwanamke anasema hakika ni mtakatifu wa Mungu, huyu si bure. Lakini kwa ile njia kwamba tunatazama tunatazama anakaaje, anavaaje, anatembea vipi, anaongea vipi, hivyo vimetufanya kule katika ile hali ya kumweka mafungu, ndio tumefanya sisi tunakwama, hatupokei. Goliathi alipambana na Daudi, lakini alipopambana na Daudi akamuona Daudi kama mtoto mdogo mwenye sura nzuri, anakujaji hapa kwenye vita. Ile ya kwamba amebeba kifo chake hakujua, hakuelewa, maana alimuona tu akamweka viwango vya kuwa huyo hawezi pigana naye. Kumbe yule ambaye anasema hawezi pigana na yeye ndio amebeba kifo chake, atakufa sasa hivi kupitia yeye. Haleluya, haleluya. Kumuua Goliathi hakuhitaji unono, hakuhitaji urefu, hakuhitaji yani umrembo. Hapana, si hivyo. Anaweza awe mkondi, anaweza awe hana elimu, anaweza awe si mrefu, anaweza awe si mrembo, si mzuri, lakini wacha nikwambie, kile kiko ndani yake ni kizuri zaidi ya uzuri wa sura. Kile kiko ndani yake ni kitu muhimu zaidi ya vile vinavyoonekana kwa macho haya. Na ufikie hapo upokee, lazima utambue huyu ni nani. Ukimwona kama huyu si ni Harriet, yule si mama Victor yule, Bwana Yesu sasa atabaki kuwa mama Victor kwako milele yote. Wewe unasema tumekuja, wewe anapendezwa na zile shuhuda. Allah, Mungu akubariki. Kila kisimama na ushuhuda mpya. Mamake kila kisema nilipokuja, maana alisema huyo mtumishi wa Mungu hata simjui, anatajwa ni nani huyo, lakini alipokuja hakuona mtu ambaye ni mnono, hakuona mtu ambaye ni jitu bonge la mama. Aliona mtu mwingine ni kama kwamba ndiye, ni kama asiye. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa. Siku moja mama mmoja akatoka Madunguni, akaja akasema, alikuwa ameoza miguu yake inanuka, ameoza kabisa, anatoa maji. Sasa akasema anamwona ni anaangalia, sahi neema imeshuka, nimenenepa kidogo, alikuwa mdogo. Amen. Mdogo shila kidogo hapo. Amen. Bwana Yesu sana. Napiga makofi kwa hiyo neema jamani. Amen. Sasa akaja kaangalia, maana ameambiwa nenda Kasalova kuna mtumishi wa Mungu, kiombewa vinaondoka tayari. Akaja kaniangalia juu mpaka chini. Sasa unajua kuna ile unaangalia mtu mpaka mtu anashikwa na haya. Mpaka mimi ikabidi sikuvumilia, nikamwambia mama, umeniangalia kitambo, shida ni nini? Akaniambia si kwa ubaya,
ninakuangalia sijui ni wewe ama ni nani. Nikamuuliza kivipi? Anasema mimi nimeambiwa nenda Casanova, nikaelekezwa sipajua hata nifanya kuulizia. Nikaambiwa kuna mtumishi wa Mungu, lakini nikamwambia huyu anakaa kama mdogo, anakaa kama msichana lakini ana watoto. Sasa hapa naona wengine pia nao ni wadogo. Sasa sijui ni wewe, ni wale, sielewi. Sasa sijui, nataka huyo mtumishi. Kwa sababu alikuta mtu ambaye ni mkondi, yani hafanani na wale, hana ile sifa ya sauti kubwa ya kitumishi. Lakini cha ajabu ni kwamba hapo ndo alipokea uponyaji wake. Maana miguu yake ilikuwa inaoza. Na kuoza kwake si kwa sababu alirogwa, alijiroga mwenyewe. Maana huyu mama alikuwa si mtu mzuri, alikuwa ni mchawi. Na huyu mama alikuwa na ule uchawi wa kung'oa zile maiti wakizitembeza usiku wakienda nazo. Maiti ile ya mwisho aliyong'oa, zile maspiriti zikamwandama, ndio akaanza kuoza akiwa yuko hai. Hatukuyajua hayo mpaka Roho wa Mungu alipotufunulia. Tulipomuuliza kawa anakataa, tukamwambia basi kama unakataa siwezi kukuhudumia mpaka uwe mwazi. Ikabidi aniambie kweli, ni kweli pastor, vile ulivyosema ni kweli, lakini tofauti ni hii. Wao wamesema kwamba niling'oa maiti ya mwisho ilikuwa imeoza. Nakubali niling'oa, lakini sikung'oa ya kuoza. Uling'oa hukung'oa? Na kama ukubali uling'oa, hata hiyo kuoza alikuwa ameoza. Lakini kwa sababu aliungama, akakubali, akaungama, akakomboka na akaachana na uchawi, akapewa maombi. Siku ya mwisho akaja kutuambia, nimeota ndoto pastor, kule nyumbani niko na mbuzi nyingi. Nikaota mbuzi zimeibwa zote, zimekimbia, zimeenda zote. Sijui pastor utaniruhusu niende nikaangalia labda mbuzi zangu zimeibwa. Tukashangilia Bwana, ukasema hapana. Usiwe na wasiwasi, mbuzi zako kama uko nazo ziko pale, lakini hizi ni zile mbuzi nyingine ambazo tunazitumikia. Ndio Bwana amezisafirisha kupitia hayo maombi. Ameondoa hiyo roho yako ya uchawi. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo ndivyo alivyopona yule mama, akaenda akiwa mzima. Ile miguu kule, yani zilikuwa na katika nyama. Yani unaomba shona, Baba katika jina la Yesu, unaomba ukiwa umefunga pua na harufu. Watumishi wa Mungu wanapambana na mambo mengi sana. Bwana Yesu asifiwe. Yani harufu hiyo, alafu inabidi utamke, maana huwezi kuomba kwa kibubububu, inabidi utamke, ukemee roho wa mapepo hiyo kitu iende. Sasa harufu inakuingia, mara mainzi anamgusa ile, anakuja kugusa wewe kinywaji kwako, na bado unang'ang'ana mpaka alitoka pale, alienda akiwa mzima. Pigia makofi watumishi wa Mungu jamani. Amen. Haleluya. Tambua kile kimewekwa. Na wakati utakapotambua, cha nikwambie, hakuhitaji maombi mengi, hauhitaji mfungo mwingi, hauhitaji mambo mengi. Yani wewe tu kule kutambua tayari kushapokea. Maana Mungu anahitaji kuona heshima kwa yule aliyemweka katika madhabahu akiwakilisha mbingu. Wakati unapomheshimu, umemheshimu Mungu. Unapomdharau, umedharau yule aliyemweka. Unapomtambua, umemtambua Bwana. Ndio maana Biblia inasema huwezi kusema nampenda Mungu na hujamuona, kama huyo ambaye unamuona kila siku humpendi. Wawezaje kusema nampenda Mungu na hujamuona? Unajua yuko rangi gani? Kama huwezi kupenda huyo ambaye umewekwa hapa, amewekwa karibu naye, wajifanya unapenda Mungu wa kumpenda Mungu na hujui yuko wapi. Haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatua ya pili, usiwe mtu wa kusikiza wanadamu wanasemaje. Hebu nisomee hapo Wafalme wa Pili 2:1. Usiwe mtu wa kusikiza maneno ya wanadamu ama maneno ya watu wanayoongea juu ya huyo mtumishi. Wafalme wa Pili 2:1. Ikawa hapo Bwana alipopenda kumpandisha Elia mbinguni kwa upepo wa kisulisuli, Elia alitoka Gilgali pamoja na Elisha. Elia akamwambia Elisha, tafadhali kaa hapa, maana Bwana amenituma niende mpaka Betheli. Elisha akasema, kama Bwana aishivyo na roho yako iishivyo, sitakuacha. Basi wakashuka mpaka Betheli. Basi wana wa manabii waliokuwako Betheli wakatoka kuonana na Elisha. Wakamwambia, je, unajua ya kuwa Bwana atamwondoa bwana wako leo asiwe mkubwa wako? Akasema, naam, najua, nyamazeni. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiwe mtu wa kusikiza maneno ya wanadamu. Hata kama watakwambia yule anajua nini, yule humuoni venye anakaa, usiwe. Hapa tunampata mtumishi wa Mungu. Tunampata mtumishi wa Mungu Elia pamoja na Elisha. Elia anamwambia
Elisha, kaa hapa mpaka niende kule, maana Bwana amenituma mahali fulani. Lakini Elisha anasema, kama Bwana ishivyo na roho yako ishivyo, sikuachi, tutaenda pamoja. Na walivyokuwa wameshika safari kwenda kule mbele, Biblia inasema ya kwamba wakakutana na wana wa manabii. Amen. Walikutana na wana wa manabii, na hao wana wa manabii wakafunuliwa kwamba Elia leo anapaa. Bwana Yesu sasa. Ni mafunuo amepata, si mafunuo? Ni ujumbe umekuja ama si ujumbe? Wakati watu wanapokuja tumefunuliwa kabisa juu ya mtumishi wa Mungu, unachukua hatua gani? Maana Biblia inasema hawa wana wa manabii walileta ujumbe kwa Elisha kumwambia, unajua ya kwamba Bwana anakuondolea bwana wako hata kuwa mkuu wako. Sikia maneno ya Elisha, najua, nyamazeni. Mtu anapokuja kukwambia wamuona huyo pastor, angalia vile anavokaa, unasemaje? Wasema najua, nyamaza, ama ni kweli? Toe nipatie story. Na mimi nataka nikupatie yangu. Halafu kesho waja kumwambia pastor niombee, maana nimevamiwa na roho ya mauti. Utashangaa sana. Najua, nyamazeni, hata kama umefunuliwa, lakini yeye ni mtumishi wa Bwana. Najua hata mimi Bwana ameongea na mimi, lakini nyamaza. Ndio maana nimekuambia watu wengi wanaangalia sana ubinadamu kuliko uungu. Wanaangalia ubinadamu. Mtumishi mwingine akasema, kuweza kuwa ni mfano, kuweza kuwa katika kanisa fulani, kukawa kuna binti mmoja ambaye labda katika hiyo kanisa, ama hata si hapo kanisani, kule nje, labda ametongozwa hata na vijana 10. Na si eti amewakatalia, wote amekubali. Itokee kwa sababu Chanzara ni mtumishi wa Mungu akamwambie maneno, siku hiyo utashangaa. Maana amemtafuta kulingana na udhaifu alionao. Kumbe udhaifu wake ni huyu, hata ni mtumishi wa Mungu, hata usimama madhabahuni akaimba, akatoa shuhuda kila Jumapili. Na tukampigia makofi. Piga makofi, kwa hiyo tunapiga makofi. Haya, hili la kwamba hata hivi hata amekuja kuniambia maneno haya. Lakini wale 10 wamekufuata, haujaenda kuongea madhabahuni. Ila huyu mmoja kwa sababu ni mtumishi wa Mungu, kwa sababu ya huu dhaifu ambao umemuingia, umepata sababu ya kwamba niko na shuhuda. Jamani, hapo madhabahu imeoza. Kisa na maana amekufuata akakwambia maneno. Haleluya! Haleluya! Nataka muelewe kwamba wakati Mungu anasimama na wewe, hata kama nakutumia, lakini pia kuna udhaifu uko ndani mwako. Na udhaifu wako si wangu, na udhaifu wangu si wa yule. Inawezekana yako hata si udhaifu, ni madhaifu haswa. Yani si moja, ni mengi. Lakini tumekuvumilia, twakujua kabisa kitu kuvumilia. Lakini kwa sababu ya mtu mmoja, umeona afadhali masangoni yote ijue kwa sababu ya mtu mmoja. Na sisi tumekuvumilia mengi. Sifanye muone vile yule Shila ruka pale, muone vile tu. Ujue wewe. Ndio maana mtumishi mwingine akasema, wale watu ambao huwaongea vibaya wako na mazuri yao pia. Ukimaliza kumuongea vibaya, muongee na yale mazuri ambayo ameyafanya. Kibaya zaidi, watu hawaangalii mazuri, wanaangalia tu mabaya. Hao wenyewe mnaoongea vibaya pia wana mazuri yao. Kwa sababu ya udhaifu huu mmoja, ndio umesahau yote, umezika yote, yale mazuri yote umeyazika kwenye shimo la sahau, kwa sababu ya kitu kimoja. Kwa sababu ya mwanamke Mkushi, watu wakasahau ile kwamba ametolewa kule kwa mkono mkuu, ile kwamba walivuka bahari ya Shamu, walimtegemea Musa, ile kwamba walikuwa na njaa wakapewa nyama, wakapewa mana wakala, wakasahau ile kwamba walikuwa na kiu wakafanywa muujiza wakapata maji. Wamesahau kwa sababu ya kitu kimoja tu, mwanamke Mkushi.
mwanadamu alivyo. Amen. Amen. Haleluya. Wakati tutaheshimu nyumba ya Mungu, wakati tutaheshimu mpako mafuta, wachani niwaambie, hakuna kitu utaenda kwa Bwana ukamuulize jambo Mungu akose kukupa, maana ameuona uaminifu wako, ameona jinsi ambavyo mnyenyekevu, ameona jinsi ambavyo unatambua. Ya mwisho ili tuombe. Point number 3. Kubali kutembea na huyo mtumishi wa Mungu bega kwa bega na umshirikishe mambo yako. Mshirikishe mambo yako, tembea na yeye na umshirikishe. Hapa nitafanya kupongea kwa sababu ya muda. Wafalme wa Pili 6:1 tunapata habari za Elisha na wana wa manabii. Wana wa manabii wanamwambia Elisha, angalia, twakusihi mtumishi wa Mungu, mahali tunapokaa ni padogo kwetu. Twakuomba uturuhusu twende mpaka Yordani, ili tukifika Yordani huko kila mmoja ajitwalie mti mmoja mmoja, tukate miti ili tutengeneze mahali pakubwa, tupanue. Wazo zuri kabisa, wamelipeleka kwa mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu akasema, haya ni sawa, nendeni. Amewapa ruhusa hiyo. Sikiza, wanarudi tena wanamwambia, uwe radhi basi uende pamoja nasi, usituache nyuma. Tembea na watumishi wa Mungu, tembea na mtumishi wa Mungu, mshirikishe mambo yako. Shida nyingi sisi watu tunamshirikisha kama tumeona vimeharibika. Ni vizuri sana utembee naye, umshirikishe toka mwanzo, ili kama shetani ataingia mahali atake kuharibu, unajua unatembea na mtu wa Mungu ambaye ana uwezo wa kusimama na akafanya maneno na mambo yakawa sawa. Kwa biashara usiende peke yako, muhusishe. Maana unapomhusisha atamwalika Bwana kwa hiyo biashara yako. Na wakati shetani ananyemelea kuimsambaratisha, ana uwezo wa kusimama, maana ulitembea na yeye toka mwanzo, ukamwalika na ukamjulisha. Kwa hiyo ana uwezo wa kumwambia Bwana, mimi najua toka mwanzo biashara hii yawezekana vipi ianguke. Biblia inasema kwamba akasema hatuendeni. Mtumishi wa Mungu akatembea nao mpaka Yordani. Biblia inasema kwamba walipokuwa wakikata miti, chuma, boriti, chuma cha shoka, maandiko yanasema kwamba kikaanguka majini. Na yule mtu akalia akasema, ole wangu bwana wangu, maana ni kiliazimwa kile. Yaani maneno mengine ni mkopo, wakopeshwa. Yaani hiyo biashara alifanya kuchukua loni, ndio akaenda akaweka. Halafu hivi hata imedidimia kabisa. Sasa loni haijaisha, biashara imeanguka. Ole wangu bwana wangu, maana ni ya mkopo. Ole wangu bwana wangu, maana kiliazimwa kile. Mtumishi wa Mungu akauliza, kilianguka wapi? Maandiko yanasema ya kwamba akamuonyesha, na yule mtumishi wa Mungu akakata kijiti akakitupa pale, na chuma kikaolea, akasema hakichukue. Haleluya! Hiyo ndio faida ya kutembea na watumishi wa Mungu. Muhusishe. Hata ukichukua hiyo loni, mwambie pastor, nimechukua loni, hebu ikabidhi mikononi mwa Bwana. Walienda pamoja. Na wakati shetani ameingia imedidimia, aliweza akasema hiyo yenyewe biashara ya mkopo. Yaani hiyo supermarket nimefungua ya mkopo, hata bado nadaiwa, sijalipa deni, biashara imeanguka. Mtumishi wa Mungu akatamka neno, na alipotamka neno, Biblia inasema ya kwamba chuma kikaolea tena, biashara ikasimama tena, kazi ikainuka tena, ndoa ikasimama tena, mafanikio yakaja tena. Kwa nini? Kwa sababu walitembea naye, na kulipoharibika wakarudi kwake wakamuhusisha. Haleluya. Haleluya. Tembea nao, washirikishe. Ndio maana Biblia inasema mshirikishe mkufunzi wako mema yote. Maandiko yanasemaje? Mshirikishe mkufunzi wako. Mkufunzi yani anayekufundisha neno la Bwana, mshirikishe mema yote. Hata ukiwa na birthday,
Mwalike tu basi, yeye mwenyewe akisikia kuja aje, kama anasema yuko busy waache, lakini umemwambia. Kuna mtu anatolewa mahari, unashika mahari, mwambie pastor kule basi leo nashika bunda kule, njoo uwe shahidi. Ili aliombee hilo bunda, halafu ulishikilie mikononi. Shetani akija akitaka kuharibu ile fedha, unajua kuna mtu alitamka, sema amen. Wangoja mpaka vimeharibika ndio nasema pastor, unajua nilikuwa nimepokea mahari, sijui. Huku niambie. Basi nilikuwa nakwambia ujue, wataka nijue wakati vimeharibika. Imekuaje? Basi hivi yule mtoto aliyemtolea mahari hivi basi atasema hamtaki tena huyo mume, na mimi pesa nilikula, sijui nitatoa wapi. Ungemhusisha Mungu hiyo siku, hangeingiwa na roho ya kumkataa huyo mwanaume. Sasa hivi anamkataa ili ulipe, na hujui utaanzia wapi, wala huna pesa. Haleluya, haleluya. Tembea nao hao watumishi wa Mungu, tembea nao. Unataka kufanya, mwambie pastor nataka kufanya. Unataka kuendelea, mwambie pastor nataka kwenda. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kwamba ukimwalika atakuja usema ana kimanyana manyana hapo ya karibu. Ukimpa ni kupenda kwako, ukitaka ukimpa sawa, atachukua, sipompa hata kulazimisha wala hatasikia vibaya. Kwa sababu wengine wanaogopa hapa. Ukimjusha pastor alafu inabidi upange kifungu cha pastor hapa. Nani alikwambia pastor anataka kifungu? Fungu lake liko kwa Bwana. Hata usipompa analileta Bwana. Analileta. Amen. Kwa hiyo tuache kuwaweka viwango. Sema kuanzia leo. Kuanzia leo. Na watoa kwenye viwango ambavyo nimewaweka mimi. Na hapo ndio kwenye kupokea. Na kuanzia leo kama ukihama hapo, wacheni kwambie, wewe hama, toka huko kwenye vile venye nimekufundisha hapa. Halafu uje uniulize maswali, pastor nilitoka nilifanya kama unavyosema sasa hivi, lakini mambo hayajakaa sawa. Mimi nina swali la kumuuliza Mungu, mbona? Nakosa ujasiri wa kumuuliza Mungu wakati wewe ninayekuuliza mwenyewe umekaa katika hali iliyo sio. Na mwambiaje huyo Mungu? Wajua inakuwa shetani hata anapata nguvu ya kutushtaki mbele za Mungu kwa sababu anatushtaki kwa haki. Ndio maana nikaona ukiona shetani anakupiga kwa uhalali, hakupigi bure. Hakupigi bure. Lakini shetani anaweza kosa neno la kukushtaki kwa sababu akiangalia kila kitu kiko sawa, anakushtaki kwa lipi? Maana heshima unayo, kunyenyekea unako, kupondeka unako, kutambua unako, anakushtaki kwa lipi? Sasa unaposhtakiwa, Mungu anasema hata alikuwa nimepanga kumbariki huu mwezi, lakini huyu naye amesema hivi. Sasa na mimi kwa sababu mimi Mungu sidhihakiwi, na mimi Mungu sidhulumu mtu, basi itabidi viwe kama alivyosema huyo pepo. Basi utangoja sana sasa. Amen. Miaka nenda miaka rudi, uko pale pale tu. Angesema kwa baba Mungu anakira mwana. Uwe ndio mwenye unaokiza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tembea. Waamini. Washirikishe. Kuna vitu uwezi wewe jifanyia mwenyewe, lakini wao wakisimama Mungu anawasikiliza. Amen. Hata wewe mwenyewe Mungu anakusikia, lakini kuna kitu ambacho unaenda kwa mtumishi wa Mungu, unapotamka Bwana anamsikia. Ni sawa sawa. Wakati mwingine tunawapigia wale watu wa Safaricom, wanaitwaje wale? Ni maagent ama customer care. Weza piga wewe peke yako, wewe ukasikia nyimbo zinaimbwa, wewe ukaimba kwanza ukaisha, ukapewa wa pili ukaisha, mpaka fika Pambola. Haya, na wapige hawa watu wa nino wenye wanafanya wa M-Pesa na huko ni yani haraka sana, ukuta imeingia tayari. Mbona mimi nimekaa nimepokea nyimbo 5, huyu hata hiyo ya kwanza hiyo ni kwanza haijaisha, ashashikiwa simu. Ushanipata? Ushanipata? Kwa sababu wao watumishi wanawakilisha, ni maagenti katika ufalme wa Mungu. Ndio maana Biblia inasema watu na wawahesabu nyinyi kama mawakili wa siri za mbinguni. Sisi ni mawakili wa siri za mbinguni. Maandiko yanasema hivyo. Watu na wawahesabu nyinyi kuwa nyinyi ni mawakili wa siri za mbinguni. Sasa mimi kama ni mawakili, lazima nikipeleka kesi isikizwe, jaji aipokee. Asikize kwamba wakili wangu anazungumza maneno haya na lazima yatekelezwe haraka. Amen. Haleluya. Haleluya kanisa. Ni wakati sasa kanisa lirudi katika utukufu
wa Mungu, lirudi kwenye uwepo wa Mungu, lirudi kwenye kutetemeka mbele za Bwana, lirudi katika heshima mbele za Mungu. Na hapo ndipo Bwana atakapoamuru mema, atakapoamuru baraka, atakapoamuru mafanikio, atakapoamuru vibali, atakapoamuru uzima, atakapoamuru kila jema ambalo mwanadamu analihitaji. Haleluya, haleluya. Tunapokwenda mbele za Bwana sasa hivi, nataka uzungumze maneno mbele za Bwana. Unajijua kabisa. Ukiwa huko nje unaongea vipi unavijua wewe. Mimi hata sitaki kuja niambie pasta, haya nimekuja. Mwingine siku moja nikahubiri kule Malindi, alafu baada ya ibada akanifuata, pasta, nimekuja unisamehe. Kama nikusamehe kwa lipi? Mbona mimi hujanikosea? Nasema pasta, mimi hukunena wewe. Kivipi? Basi tu mimi natokea tu na kusema nikiwa na watu huko majirani. Hao majirani wananijua, hata hawakujui kabisa. Na mimi hata nilikuja juzi hapa kanisa, lakini nimetokea tu na kusema. Yesu asifiwe. Kwa hivyo huko unajua, lakini nimekuja tu kwamba nimesikia hukumu kupitia huo ujumbe, nimesikia hukumu kwamba unisamehe. Na labda ingekuwa nateseka kwa sababu ya hiyo. Wewe hujui, hata Musa hakuwa anajua, lakini Mungu alisikia. Kwa hivyo mimi naweza kuwa nisijue na nisikubebe, lakini kwa sababu Mungu amekuona, Mungu amekusikia vile unakaa na vile unasema na vile unafanya, hilo latosha kabisa Mungu kublock muujiza wako. Unapokwenda mbele za Bwana, mwambie Bwana, huo binadamu uliosemwa hapo, basi mimi ni mmoja wapo, na sasa naja mbele zako Bwana. Na nimesikia neno lako na nimekubali kuanzia leo sitakuwa mtu wa aina hii tena. Sitakuwa mtu wa kutafuta makosa. Sitakuwa mtu wa kuangalia udhaifu wa yule uliyemweka aliyebeba baraka zangu. Sitakuwa mtu wa kuongea mabaya. Sitakuwa mtu wa kufanya vitu visivyostahili. Hapa mahali hapa, hata sisi sote, nyinyi pia ni watumishi wa Mungu. Kila mmoja ni mtumishi wa aina yake. Unapokaa mahali hapo kuna mwenzako, usitazame kile ambacho ama udhaifu wake vile uko ukapata nafasi ya kumpiga kwa sababu ya huo udhaifu. Wacha Mungu mwenyewe apigane naye, amalizane naye mwenyewe. Wewe usiwe sababu ya kumhukumu kwa lolote. Amen. Simama kwa miguu yako. Taimba wimbo unasema, mwambie Bwana, akufinyange ili uwe vile anavyotaka yeye. Tabia zako ziwe vile anavyotaka yeye. Usimame na uenende sawasawa na vile Mungu anakuelekeza, vile Mungu anafanya. Taenda tu tabudu kwa kifupi, kisha nitakupa nafasi wewe mwenyewe. Inawezekana katika ni ujumbe huu ambao Bwana ameuleta, labda kuna moja au lingine na unajihisi kabisa, hapa nimejifungia kwa hili. Unajisikia kabisa, mimi nami nimekuwa mmoja kama Miriam na Haruni, na kwa sababu hiyo nimejifunga kwa hili, na kwa sababu hiyo muujiza wangu